Anaposema shukuruni katika kila jambo, anataka tujue umuhimu wa shukurani kwa Mungu. Liwe limefanikiwa, liwe halijafanikiwa, katika kila jambo, liwe zuri linakufurahisha moyoni, liwe linakuumiza moyoni, katika kila jambo shukuruni Bwana. Sasa ukisipojua Biblia kwa nini inasema shukuruni kwa kila jambo, huwezi kuelewa, kwa sababu ni mpaka umejua umuhimu wa shukurani kwa Mungu ndipo unaweza kumshukuru katika kila jambo. Tutakuwa na somo ambalo kichwa chake kinasema zijue siri na nguvu zilizomo ndani ya shukrani. Kuna shukrani kwa ajili ya mazuri na kuna shukrani kwa ajili ya mabaya, lakini kazi yake ni moja, kufungua ukurasa mpya. Unapomshukuru Mungu kwa kile kidogo alichofanya, unamtengenezea nafasi ya kufanya kikubwa ambacho inawezekana alikuwa bado hajafanya. Kumshukuru Mungu sio sawa na kumshukuru mwanadamu. Lakini pia shukrani hizo mbili zinagawanyika katika maeneo matatu pia. Kuna shukrani kwa njia ya maombi, kuna shukrani kwa njia ya sadaka, kuna shukrani kwa njia ya nyimbo, na zote kazi yake ni kukufungulia ukurasa mpya. Tunaposema tumshukuru Mungu, maana yake kuna ukurasa mpya tunataka kuutazamia mwaka huu ambao hatujawahi kuona. Kuna hatua tunatamani kuiona kwenye huu mwaka. Si wengi wanafahamu kwamba Mungu unapaswa kumshukuru kwenye kila jambo. Kwa wengi wanajua kwamba tunamshukuru Mungu tu kwa ajili ya mema, na wanasema sasa mimi nitamshukuru kwa ajili ya lipi? Kumshukuru Mungu, haumshukuru Mungu kama unavyomshukuru mwanadamu. Mwanadamu ni pale anapokutendea jema ndio unasema asante sana. Ukiona mtu umemfanyia baya alafu anasema nashukuru, ujue anakuletea laana. Anasema hivyo kwa mabaya, sio kwa mema. Lakini ukisoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, msingi wetu tutaupata hapa, na tutaziangalia shukrani hizi mbili katika matabaka hayo matatu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari ule wa 16 mpaka wa 18 anasema hivi. Mstari wa 16 unasema furahini siku zote. Mstari wa 17 unasema ombeni bila kukoma. Mstari wa 18 unasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Narudia mstari wa 18. Shukuruni katika kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Anaposema shukuruni katika kila jambo, anataka tujue umuhimu wa shukurani kwa Mungu. Liwe limefanikiwa, liwe halijafanikiwa, katika kila jambo, liwe zuri linakufurahisha moyoni, liwe linakuumiza moyoni, katika kila jambo shukuruni Bwana. Sasa ukisipojua Biblia kwa nini inasema shukuruni kwa kila jambo, huwezi kuelewa, kwa sababu ni mpaka umejua umuhimu wa shukrani kwa Mungu ndipo unaweza kumshukuru katika kila jambo. Huwezi kuniambia mimi leo sielewi maana ya shukrani, alafu nimefiwa na mtoto nije kumwambia Mungu asante. Ni jambo ambalo haliwezekani. Wamebomoa biashara yangu, wameiba, nije kumwambia Mungu asante. Nataka niseme na wewe siku ya leo, kadhi ya shukrani ni kukufungulia ukurasa mpya. Kama ulikuwa unalia, unapomshukuru Mungu ujue unaenda kwenye kucheka. Kama ulikuwa unahuzunika, unaenda kwenye furaha. Ndio kazi ya shukrani. Na kama Mungu alikutendea jambo lenye furaha kwa kiwango fulani, unapomshukuru Mungu anakupeleka kwenye kiwango cha juu zaidi cha hiyo furaha. Mwingine anasema sioni cha kumshukuru Mungu ambacho sioni, maana naona mwaka umeisha sijafanya chochote. Hivi hivyo unavyoona hujafanya chochote, ndio unatakiwa umshukuru Mungu ili 2026 hii ufanye chochote, kwa sababu 2025 hukufanya chochote. Nasema hivi ni kutengenezea msingi mzuri. Ndio maana Biblia inasema mshukuruni Mungu katika kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Unaweza kusema ina maana mabaya yananipata, alafu Biblia inasema ni mapenzi ya Mungu kwetu. Anaposema hivi anataka tujue kuna umuhimu wa kumshukuru Mungu kwenye kila hali. Ndio maana unaona kuna wengine labda anaweza kafiwa huko, alafu wakaja kanisani sema tumekuja kumshukuru Mungu, tumeleta sadaka ya pekee, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya msiba wa baba yetu na tunashukuru na kanisa lilitusaidia. Unaweza usielewe maana yake. Wanakuwa wanafungua ukurasa mpya kwa kujua au kwa kutokujua. Labda niseme hivi kabla sijasema neno. Kama ni watoto wa baba fulani, baba yao amekufa, alikuwa anawasomesha, alafu yule baba amekufa, wanasema tumekuja kumshukuru Mungu kutokana na baba yetu, na wanasema moyoni mwao wanasema ndio aliyekuwa anatusomesha, hatujui nani atatusomesha. Wanapokuja kumshukuru Mungu, wanatengeneza deni la kuhakikisha Mungu ahakikisha hawa watoto watasoma mpaka watafika elimu ambayo baba yao angewafikisha. Mungu anafungua ukurasa mpya. Hata kama alikuwa hayupo mtu wa kuwasomesha, Mungu anaangalia nani atawafikisha wanapotakiwa kufika. Shukrani kwa mazuri tunaanza. Shukrani kwa mazuri, eneo la maombi. Kitabu cha Luka ile sura ya 2 ule mstari
wa 25 mpaka 31, alafu nitaruka nitasoma wa 36 mpaka 38. 25 mpaka 31, maandiko mahali pale yanasema hivi: na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu kwamba hataona mauti kabla ya kumuona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho. Na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu. Hebu sema akamshukuru Mungu. Anasema akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa maana kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote. Tunaangalia shukrani kwa njia ya maombi ili kufungua ukurasa mpya. Hiyo pointi inasema hivyo, nilikuwa sijamalizia. Shukrani kwa njia ya maombi ili kufungua ukurasa mpya katika mema na mazuri. Okay. Mstari wa 36 na 38 unasema hivi: palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya uanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawapa habari zake. Bwana Yesu asifiwe. Shukrani katika mazuri kwa njia ya maombi ili kufungua ukurasa mpya na kuonesha hawa watu wawili walikuja kumshukuru Mungu kwa jambo zuri ambalo lilikuwa mbele yao. Mimi nataka nimtangulie huyu mama anaitwa Ana binti Fanueli. Biblia inasema ni mwanamke mwenye miaka mingi. Biblia haijataja miaka yake, inaonekana alikuwa na zaidi ya miaka 100. Maana Biblia inatuonesha amekuwa mjane miaka 84. Ni mjane miaka 84 toka alipofiwa na mume wake. Na Biblia inasema alikuwa amekaa kwenye ndoa miaka 7. Kwa ukichukua miaka 7 jumlisha 84 ya ujane, miaka 84 ya ujane jumlisha miaka 7 ya ndoa, unapata miaka 91. Kwa hiyo kama aliolewa na miaka 18 alikuwa na zaidi ya miaka 100. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke Mungu alikuwa na makusudi juu yake. Wakati Mungu anajua wakati wa kuzaliwa Yesu unakaribia sana, na wanatakiwa waweko watu watakao kuweko hekaluni wanaomba usiku na mchana, hawaondoki mpaka Yesu amezaliwa. Aligundua kwamba kuna mama ambaye anaweza kaweka mzigo kwake, lakini yuko kwenye ndoa. Alichofanya Mungu ni kumuondoa mume wake mapema, ili huyu mama asije kawa na majukumu ya kwenda kupika nyumbani, abaki hekaluni muda wote. Kwa tangu wakati huo mama alipojigundua ni mjane, manake alikuwa ni dada, alianza kushinda hekaluni anafunga na kuomba muda wote ili Yesu azaliwe. Kuna mzigo mkubwa sana Mungu aliweka ndani yake, kiasi ambacho Mungu aliona ni bora mume wake aondoke, lakini dunia nzima ipate ukombozi kupitia huyu. Kwa najaribu kukupa picha upate kujua huyu mama alikuwa haondoki hekaluni, na kilichomshika duniani ni kwamba hawezi kufa, pamoja na kwamba ana miaka mingi, hafi mpaka Yesu amezaliwa. Na mimi naomba usiondoke duniani mpaka cha kwako kimezaliwa. Leo huyu mama alikuja hekaluni ameongozwa na Roho Mtakatifu, akamkuta Yesu ameletwa hekaluni, maana ilikuwa ni desturi siku ya 8 anapelekwa hekaluni. Akampokea, akaanza kumshukuru Mungu kwa maombi. Ameisha kiona alichokitarajia. Maana yake unapoona kitu ambacho ulikitarajia, iwe kwa muda mrefu au kwa muda mfupi, jawa na shukrani kumshukuru Mungu. Usije ukaanza kusema unajua lakini nilikuwa naomba. Maombi yako hayawezi kufanya kitu, ni yeye huwa anafanya. Usije ukasema unajua kinachonisaidia mimi ni kwa sababu mimi ni muombaji sana. Unamfanya Mungu kesho asikupe kwa sababu unajiamini kwamba ni maombi yako yamefanya hicho kitu. Kwa kuna wakati Mungu atakuacha ufunge na kuomba kuliko zamani na hata kupa hicho kitu. Mungu anapofanya jambo anastahili yeye kupokea shukrani. Unapomwendea Mungu kwenye kile alichofanya mwaka huu au miezi iliyopita na mwezi huu wa kwanza, usiende ukasema kwa kweli hata bidii ya biashara nilikuwa nayo, hata bidii ya kufuga nilikuwa nayo. Mwambie Bwana, si bidii yangu inakaa pembeni, ni wewe umefanya. Kuna watu wana bidii kuliko mimi lakini hawajapata nilichopata. Kwa mama alikuwa amekuja kumshukuru Mungu, kumwambia Bwana asante. Asante, sio maombi yangu, sasa nimeuona wokovu ulioandalia wanadamu.
Anaposema hivyo, ndio walikuwa wawili na huyo mzee naye anaitwa Simeon. Simeon naye alikuwa amezeeka sana. Simeon ni mzee. Biblia inasema ule uzee, hali ya mwili ilikuwa inakataa kuendelea kuishi. Mwili wake ulikuwa umechoka tayari, hali yake inakataa kuendelea kuishi. Alafu Roho Mtakatifu akamwambia, pamoja na kwamba nikiangalia naona muda wako wa kufa umefika, hautakufa mpaka umemuona kwa macho yako yule ambaye umekuwa ukiomba. Na mimi nasema hivi upate kujua, unapokuwa mtu mwenye shukrani, kuna mambo hautaondoka duniani mpaka umeyaona, haijalishi shetani ameyapinga kwa kiasi gani. Akamwambia hautakufa mpaka umemuona. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine, huyu mzee muda wake ulikuwa umeisha. Kuna watu huwa wanazeeka mpaka anasema, Mungu, kwa nini usinichukue? Akamwambia hapana, hufi mpaka umemuona. Sasa naye Yesu alipoletwa hekaluni, aliambiwa kwamba tayari mtoto aliyekuwa naomba kwa ajili yake ameisha kuja hekaluni. Akaja hekaluni. Huyu ndio alikuwa wa kwanza. Alipompokea mtoto, najaribu kukupa picha. Sasa huyu ndio utaona kwamba alikuwa shukrani yake ilikuwa inamfungulia ukurasa mpya. Anasema hivi, Bwana, sasa unamruhusu mtumishi wako kwenda kwa amani. Maana yake sasa ule ukurasa, mimi nilitamani nikae na wewe mbinguni, lakini uliniambia nisiondoke duniani mpaka nimemwona. Na kushukuru nimemwona. Naamini sasa milango itakuwa wazi mimi kuingia huko. Munisikilize, pale ndio milango ilikuwa inafunguka. Na alikuwa na amani kwa sababu ndio kitu alichokuwa natamani kwa wakati huo wote. Lakini aliambiwa huwezi kuondoka. Kwa tafsiri nyingine, hajashukuru, hakuna mlango unafunguka. Ndio maana anasema, Bwana ninakushukuru, sasa macho yangu yameuona wokovu uliowafanyia wanadamu. Sasa unaniruhusu kwenda kwa amani. Alikuwa anasikia moyoni mwake, Roho Mtakatifu anamhakikishia kwamba sasa milango imefunguka. Kuna watu tangu jioni ya leo utasikia moyoni mwako, hata kama katika hali ya mwili hujaona bado, moyoni utaona kuna milango imefunguka tayari. Subiri kuja kuona matokeo nje. Okay, tuangalie shukrani kwenye mabaya kwa njia ya maombi. Kazi yake ni moja tu, shukrani, kufungua ukurasa mpya. Nikiwauliza wangapi wamewahi kumshukuru Mungu kwenye mambo mabaya yaliyopita kwenye maisha yao, watakuwa wachache sana. Angalia Danieli 6 mstari wa 10 na 11. Biblia inasema hivi, hata Danieli alipojua kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku akasali. Hebu sema akasali. Anasema akasali pana koma. Alafu anasema hivi, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Daniel. Najua nimekusomea tu huo mstari, hujui anashukuru kwa ajili ya kitu gani. Kipindi Danieli ameenda Babeli, sasa hivi kunaitwa Iraki, uhamishoni, utumwani. Alipofika kule alipata kibali cha kuwa mmojawapo wa mawaziri waliopendelewa kwenye serikali. Kwa alionekana na kibali kwa wafalme 5. Huyu ni mfalme Dario, lakini Danieli alianza kufanya kazi pamoja na baba yake ambaye aliitwa mfalme Nebukadreza. Alifanya kazi na Nebukadreza mfalme wa Babeli. Huyu Dario alikuwa ni mfalme wa Uajemi ambaye alikuja kutawala Babeli. Kwa hiyo alifanya na baba wake wa huyu, alafu huyu ni mtoto. Na huyu mfalme alikuwa ameambiwa sifa za Danieli na baba yake. Kwa hiyo baba yake alipokufa, alipokabidhiwa yeye ufalme, alimpenda Danieli kuliko mawaziri wote. Na Danieli alijaa hekima mpaka walikuwa wanasema, Danieli, wewe ambaye ni mwalimu wa wachawi na waganga. Yaani waganga na wachawi walikuwa hawaoni kitu ndani ya Danieli. Kuna vitu hawavijui, yeye anavijua. Kwa pamoja na uganga wao, ilionekana yeye ni zaidi ya waganga na wachawi. Sasa leo wale mawaziri ambao wanategemea uchawi, kwa sababu Dario alikuwa na miungu yake, wakaanza kuwaza, kwa nini Danieli amejipatia kibali namna hii? Na tukikaa hivi anazidi kupanda cheo. Sasa jambo la kufanya, wakasema tutafute sheria ambayo itambana, ikiwezekana auawe kabisa. Wakasema tunajua hawezi kuacha kumwabudu Mungu wake. Tutakachokifanya hapa, twende tuanzishe ajenda kwamba ndani ya siku 30 asiwepo mtu atakayeomba kwa Mungu mwingine yoyote. Wote tugeukie tuiombe miungu ya mfalme. Tunajua kwenye hili hawezi kukubali kutokana na anavyompenda Mungu wake. Wakatunga hiyo ajenda, walikuwa wengi, yeye yuko peke yake. Haijalishi wako wengi kiasi gani, hata kama uko peke yako bado wewe hauko peke yako. Biblia inasema wakapeleka ile ajenda kwa mfalme. Mfalme hakujua kwamba wanamtegea Danieli, kwa sababu hakujua jinsi Danieli anavyompenda Mungu wake. Wakasema, mfalme, tumeona ni vema
ndani ya siku 30 tumeazimia kwamba siwepo mtu yeyote atakayeomba kwa Mungu mwingine na kuabudu kwa Mungu mwingine, wote tumwabudu Mungu wako. Mfalme akasema, jamani, kweli mna upendo, najua mna miungu yenu, mmeamua kuabudu Mungu wangu siku 30. Sema ndio. Hajui wanamtegea ni Danieli anayempenda, kwa sababu hakujua misimamo ya Danieli vizuri. Akasema mmefanya jambo la maana. Wakasema kwa hiyo pitisha hii agenda. Akaweka pale, akagonga muhuri. Mihuri ya Wamedi na Wajemi ndio wale wanaitwa Irani sasa hivi. Biblia inasema mihuri yao ulikuwa ukiweka, lile jambo halibadiliki, linabaki vile vile. Hata kama wewe ni mfalme, ukishaweka tu ule muhuri huwezi kulibadilisha. Sasa hakujua kwamba wamemtegea Danieli. Ikawekwa muhuri na mfalme, wakaondoka. Mara kwa mara wakawa wanapita nyumbani kwa Danieli. Sasa waligundua kwamba Danieli pamoja na vile wamepanga vile, yeye aliendelea kuomba, anafungua madirisha kuelekea Yerusalemu liliko hekalu la Mungu. Biblia inasema Danieli akafanya hivyo, akasali. Wengi wanachanganya kusali na kuomba, ni vitu vili tofauti. Kusali kunajumuisha ibada kwa ujumla. Toka tumekuja hapa tumekuja kusali. Kwa unakuta kuna liturujia kama ndio kule makanisani, kuna kipindi cha nyimbo mbalimbali, vitu mbalimbali vitapita hapo, alafu inakuja muda wa maombi kama upo. Sasa anaposema akasali, maana yake alikuwa anafuata taratibu za dini yao ya Kiyahudi, namna ya kusali. Ila alipokuwa akifika kwenye eneo la maombi, maombi yake ilikuwa ni kushukuru. Sasa anashukuru kitu gani? Ni kama anasema hivi: Mungu, ninakushukuru kwamba sasa nitaenda kuliwa na simba muda wowote tangu sasa, lakini naliwa kwa sababu nakupenda wewe. Mimi hata hivi ninakushukuru, hata kama ninakufa leo bado ninakushukuru kwamba tulitoka kule kwetu, mimi ukaja ukanipa cheo. Kwa hiyo hata kama maisha yangu yanaishia leo, mimi bado ninakushukuru. Siwezi kukukashifu eti kwa sababu nitauawa. Ninakushukuru hata nitakapokuwa nakufa, nitakuwa nakushukuru. Wale wakapita nyuma wakasema, huyo Danieli yuko kuomba kwa Mungu wake, huyo sasa. Wakaenda kwa mfalme wakasema, mfalme, si tulikataza kwamba asiwepo mtu atakayeomba kwa Mungu mwingine yoyote? Sasa yule Danieli yule unayempenda ndio amekuwa wa kwanza kukashifu ile nani ulioleta. Akasema, nendeni mkamlete. Na simba wamewekwa hapo, wameshindishwa na njaa, wasile chochote. Wakaenda wakamleta Danieli. Mfalme akamuuliza akasema, Danieli, wewe ndio umekuwa wa kwanza tena kuharibu sheria yangu mimi. Kwa nini umefanya hivyo? Na unajua kabisa sheria zetu hazibadiliki. Maana yake zingekuwa zinabadilika ningekusaidia, lakini sheria zetu hazibadiliki. Tukishapitisha hata ningekuwa ni mimi nakufa. Sasa basi ni wewe mwenyewe umeamua, hamna shida. Akasema, mpelekeni kwenye simba, maana sheria inambana mpaka mfalme. Lakini mfalme aliumia sana moyoni mwake. Wakamchukua Danieli, wamefurahi sasa, wanajua sasa ndio tumemweza. Wakampeleka, wakafungua pale, wakamteremsha kwenye simba mule chini, wakafunga jiwe. Mfalme alienda mbele yao akagonga muhuri pale juu ya jiwe kwamba hii sheria haitabadilika. Kama nimemtupa Danieli humu, yoyote atakayekosea atatupwa humu. Anapomweka mle ndani, akatamka pale juu akasema, Danieli, Mungu yule unayemtumikia akuokoe na simba hao. Na mimi naomba Mungu yule unayemtumikia akuokoe na simba wanaokuzunguka. Inawezekana. Ninachotaka ujue, angalia aina ya maombi ilikuwa ni kumshukuru Mungu kwenye baya ambalo linakwenda kutokea. Alijua kabisa. Alafu wakamteremsha mule akakaa. Wakaondoka. Nyumbani kwa mfalme walikuwa wanapigaga mziki kila jioni, wanakuwepo watu wanacheza kama sherehe. Mfalme alipofika akasema, toeni ngoma, toeni mazezi, sitaki kumuona mtu hapa nyumbani leo. Moyo wake ulikuwa umejeruhiwa, hataki kuona, anataka baki peke yake. Sio mnaanza kupiga nyimbo wakati nina huzuni hapa. Wakaondoka. Usiku usingizi haukuja mfalme, jinsi alivyokuwa anampenda Danieli. Akaondoka asubuhi na mapema, akafika kwenye lile jiwe pale pale aliposema Mungu unayemtumikia kuokoe na hao simba. Akaita akasema, Danieli, Mungu yule unayemtumikia ameweza kukuokoa na simba hawa. Na mimi nakuuliza wewe, Mungu yule unayemtumikia ameweza kukuokoa na simba mwezi wa kwanza? Ile kwamba uko hapa, maana yake Mungu alipigana na simba hawajakumaliza. Unajua ni vile hujawaona adui zako. Kuna wakati ungewaona ungekimbia nyumba. Na Mungu anajua nikimuonyesha pamoja na imani aliyo nayo, nikimuonesha mapepo aliyoyatuma na jinsi yanavyotisha, imani itapotea. Acha nidhibiti asiyaone, ila nipigane kimya kimya. Akasema, ameweza kukuokoa na simba hawa. Danieli akajibu kule chini akasema, ndio mfalme, Mungu yule ninayemtumikia ameweza kuniokoa na simba hawa. Hebu sema, ameweza kuniokoa na simba hawa.
Ni vile ujui. Ungejua kwa nini nasema hivi, ungeelewa kwa nini nimesema hivi. Akasema ameweza kunio. Aliposikia akaondoka kaenda kuwaita askari, akasema jamani, hebu John, twendeni mkamtoe Danieli kule. Twendeni, yupo hajaliwa na simba. Na Danieli akamwambia, simba wamenilamba usiku kucha. Unajua kuna simba wanatulamba, wanaondoka, wanashindwa kutula. Wapo. Na tunaendelea kuishi. Ila ni kwa sababu wewe hujawahi waona. Akasema ameweza kuniko, wamenilamba usiku kucha. Maana simba walikuwa na njaa, wanatamani nyama, wanalamba, wanaenda kukaa. Kuna watu wanatamani wangekula nyama, ila wanagundua kwamba kuna kitu hapa. Sasa akaenda kawaita, wakamtoa Danieli. Mfalme akafurahi, akasema jamani, tusiishie hapa, hebu kawalete wale waliomshtaki Danieli, huenda hawa simba hawaragi binadamu. Ukamleta wale wanaomshtaki Danieli, alafu akasema hivi, tena msiwalete peke yao, muwalete na familia zao. Sitaki kubaki na yatima mimi. Kama simba wanakula watu, basi wale na familia zao. Na mimi naomba wanaotaka kula nyama zako wakaliwe wao na familia zao. Lengo lao Danieli aliwe, lakini waligundua, wakaletwa wao. Mfalme akasema jamani, naona simba hawa, si mnamwona Danieli, huenda hawaragi binadamu, hatukuwahi labda kuwapa, tunawajaribisha nyie. Lakini tunataka kama wanakula, tunaweka na familia zenu humo, tuone. Kwa Biblia inasema simba walikuwa na njaa, wanasubiri pale chini. Mtu kabla hajafika chini, simba walikuwa wanakamata, mwingine anakimbia na mkono, mwingine anakimbia na mguu, yani wanawachana juu kwa juu. Biblia inasema wakatupwa wao na familia zao, na hakuna aliyepona hata moja. Kinachomsaidia Danieli, aina ya maombi aliyokuwa naomba. Acha kunungunika unapopitia mambo magumu mbele za Bwana. Unapokaa unashindwa kumshukuru Mungu kwa sababu hilo jambo lile linalokuumiza, njoo mwambie Mungu asante. Kusema hivyo utanielewa. Kama huyu amenunua gari, mimi wameniibia gari, alafu huyu amenunua, uwe na uhakika huyu anakuja kumshukuru Mungu kwa sababu amefanya nini? Amenunua. Mimi la kwangu lilikuwepo, wameiba na sijalipata. Alafu wote tumekuja mbele za Bwana. Huyu anasema Bwana ninakushukuru, nimepata, umenisaidia, nimenunua gari. Alafu mimi nasema Bwana, mimi nimekuja kukushukuru kwamba uliwahi kunipa gari ila wameiba. Na hapo ninakushukuru. Shukrani ya jinsi hii ya kwangu inatangulia kuliko ya huyu, kwa sababu inaenda kuugusa moyo wa Mungu moja kwa moja kutokana na ufahamu nilio nao. Kwa usiangalie tu mazuri, tunapokwenda kumshukuru Mungu na yale yanayokuumiza moyoni, mwambie nimekuja kukushukuru. Kuna watu wanakosea. Unaweza kukuta mama amezaa mtoto, akasomesha, amekuwa, anategemea huyu mtoto atanisaidia. Mtoto amekuwa mvuta bangi, haieleweki, korofi, kila mchana tu anarudi pale, mama chakula tayari. Wewe fulani, wenzako wameoa bwana, wenzako wameoa, wewe ndio usinizingue mimi mama, usinizingue. Acha hizo. Kwanza nitakuja kukata hata vibao mimi. Anasema unasemaje? Sema ndio hivyo, elewa hivyo. Sasa wewe mtoto wangekuwa wanakurudisha tumboni, ningekurudisha urudi tumboni. Mungu anakuangalia. Mungu anapokupa kitu anakupa kwa sababu ni chema. Kwa ukianza kusema wangekuwa wanarudisha tumboni, ningekurudisha, unajiletea laana mara mbili yake. Huyo mtoto atakusumbua zaidi ya alivyokuwa anakusumbua mara ya kwanza. Ninachotaka niseme na wewe ni hiki, njoo mwambie Mungu hivi, Bwana nimekuja kukushukuru kwamba pamoja na kwamba mtoto wangu fulani ananisumbua, mimi Bwana nimekuja kukushukuru. Hata jana yule mtoto amesema nitakupiga na vibao, lakini nimekuja kukushukuru kwa sababu mimi sio tasa. Kuna wengine hata huyu mtoto msumbufu hawajapata. Unapomwambia Mungu hivyo, unamkabidhi Mungu kwamba sasa nitamshughulikia ili asiwe anamuumiza mama yake tena. Lakini ukiwa mtu wa kulalamika, maana yake unafanya yule mtoto kesho ataongeza matatizo mara mbili yake. Mwambie Bwana nimekuja kukushukuru. Najua ulinipa huyu mtoto, shetani ameingilia kati, amemharibu. Lakini wako ambao wameenda mahospitalini, wameenda na kwa waganga wa kienyeji, hawajawahi pata hata mtoto kama huyu anayesumbua. Angalau hata mimi yuko anayenisumbua, watu hawajanicheka. Njoo mshukuru Mungu namna hiyo. Unamkabidhi Mungu kusema sasa huyu iwe kwa heri au kwa shari, nitahakikisha anabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni ndoa inakusumbua, wewe ni mama,
Usianze sema yani mimi ningejua ningeolewaga na fulani. Yani unataka umuoneshe kwamba Mungu alikosea kukupa huyo. Sasa ningejuaga ningeolewa na fulani. Tena fulani saizi anaishi Dar es Salaam, labda na mimi ningekuwa Dar es Salaam. Kwani unafikiri Dar es Salaam ni mbinguni? Usianze kujilaumu. Unaposema maneno kama hayo, utamfanya huyo mwanaume kama hajaokoka aendelee kukutesa zaidi alivyokutesa jana. Haijalishi jana alileta ugomvi kiasi gani. Mwambie Mungu, nimekuja kukushukuru. Kweli niko kwenye ndoa, lakini ndoa inawaka moto. Lakini ninakushukuru na mimi naitwa mke wa fulani. Nimekuja kukushukuru. Asante. Hata kama analewa, lakini nimekuja kukushukuru. Pale ndio unapomwambia Mungu kwamba nimekupa kazi nyingine ya kufanya, ni hii. Kuhakikisha huyu kesho anaitwa mrokore, sio mlevi tena. Lakini ukiwa mtu unayelaumu na kulalamika, huyo atakutesa siku zote za maisha yako. Kwenye jambo lolote, iwe biashara imeteteleka, njoo mshukuru Mungu. Angalia mema aliyotenda, angalia na yale yaliyopita mabaya. Mwambie yote nimekuja kukushukuru. Shukrani za namna hii zinagusa moyo wa Mungu moja kwa moja. Na hiki ndicho kilichowaangamiza maadui wa Danieli. Alipokuwa anasema Mungu ninakushukuru kwamba naenda kuliwa, ni kama anamwambia Mungu, Mungu anasema na mimi nitahakikisha wewe huriwi, wanaliwa wao. Tulia uone nitakachofanya. Unajua kuna wakati unapomshukuru Mungu huwezi kumuona anachosema. Danieli alipokuwa anashukuru hakumsikia Mungu anasema hutaliwa wewe, wataliwa wao. Ila alikuja kuyaona matokeo baada ya ile shukrani. Waliofikiri wanamshusha Danieli waligundua ameenda mbali zaidi. Ili watu wamjue Mungu aliye naye, jawa na moyo wa shukrani. Iwe kwenye mazuri, iwe kwenye mabaya. Ni kwa sababu kuonyesha kwamba kuna shukrani kwa njia ya maombi. Twende tuangalia kwa njia ya sadaka. Shukrani kwa njia ya sadaka katika mema na mabaya, ili kufungua ukurasa mpya. Zaburi ya 107. Ngoja nianzie mstari wa 20 mpaka wa 22. Alafu nitasoma hii sentensi ikae vizuri. Mstari wa 22 nitaweka kuwa wa 21, wa 21 nitaweka kuwa wa 22, sentensi itakaa vizuri. Mstari wa 20 unasema hivi: hulituma neno lake kuwaponya na maangamivu yao, huwatoa katika maangamizo yao. Hulituma neno lake kuwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Mstari wa 22 naweka kama wa 21, nasema hivi: na wamtolee dhabihu za kushukuru na kuyasimulia matendo yake kwa kuimba. Mstari wa 21 naweka kuwa wa 22 unasema: na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Na wamtolee dhabihu za kushukuru na wamshukuru Bwana kwa matendo yake makuu kwa wanadamu. Hapa anamshukuru Mungu kwa mema. Anasema hivi, Mungu analitumaga neno lake, anasema kuwaponya, naye huwaokoa na maangamizo yao. Unajua, kama haujajua namna gani ya kumshukuru Mungu, kuna wakati huwezi kuona ni wapi ulitakiwa kuangamia, Mungu akakuokoa. Ukisipokuwa na moyo wa shukrani, kuna vitu huwezi kuona kwamba ni Mungu amefanya. Kwa hiyo kuna sadaka kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mema aliyokutendea, alivyokuponya na maangamizi yote. Usije ukasema mimi unajua huwa sisafiri, hata kupata ajali inakuwa ngumu. Usipokuwa mtu mwenye moyo wa shukrani, huwezi kuona ni wapi Mungu amekuokoa na maangamizo ambayo shetani aliyaweka. Unapokuja mbele za Bwana usiseme mimi sisafirigi ndio maana siwezi kupata ajali. Wewe mwambie Bwana, wengine wanagongwa hata na basikeli tumo vichochoroni wanakufa, lakini mimi niko hapa, nimekuja kukushukuru. Sio kwa ujanja wako. Wengine wanalipukiwa na moto wanaungua wanakufa. Mimi napika mwaka mzima, napikaga jikoni, sijawahi lipukiwa na moto. Niko hapa Bwana, nimekuja kukushukuru. Utaona Roho Mtakatifu anakupitisha kila kona. Mshukuru Mungu hata kwa ajili ya watoto wako, wanaenda shuleni wanarudi, wanaenda shuleni wanaenda wanarudi. Unakuta kengine kamepotelea njia hiyo hiyo, hakajarudi na hakajaonekana tena, lakini wa kwangu wanaenda wanarudi. Mwambie, usije ukasema niko makini sana na watoto wangu. Kwa hiyo anasema wamtolee dhabihu za kushukuru. Hii ndio sababu unapomshukuru Mungu lazima uwe na sadaka. Anasema wamletee dhabihu za kushukuru. Mungu unapomshukuru haangalii mkononi. Cha kwanza anachokiangalia moyo wenye shukrani. Moyo wenye shukrani ndio unaoamua utoe shukrani kiasi gani. Okay, tuangalie shukrani kwenye sadaka kwa mambo mabaya. Je, unaweza ukamshukuru Mungu ukatoa na sadaka kwenye mabaya uliyoyaona kwenye maisha yako, kwenye vita unayopitia, kwenye magumu uliyokutana nayo? Ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 8 mstari wa 18 mpaka wa 22, anasema hivi: basi Nuhu akatoka yeye na wanawe na mkewe na wake wa wanawe pamoja naye, kila mnyama na kila kitambacho na kila ndege na kila kinachokwenda juu ya nchi kwa kabila zao, wakatoka katika safina. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu nzuri ya kumpendeza, ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni,
sintailaani nchi tena baada ya haya kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sintapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai, kama nilivyofanya muda nchi idumupo, majira ya kupanda. Anasema majira ya kupanda na majira ya mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hali, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. 9 mstari wa kwanza asema hivi: Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Bwana Yesu asifiwe. Shukrani ya sadaka kwenye mambo mabaya. Jinsi najaribu kuonyesha hizo shukrani zote zinavyofungua ukurasa mpya. Wengi wanafikiri Nuhu alivyotoka kwenye safina alikuwa anamshukuru Mungu kwamba ametoka salama, kama vile ambavyo unasema nilisafiri nimerudi na namshukuru Mungu nimerudi. Hapana. Ukisoma historia zinaongea kitu ambacho Biblia haikuandika kila kitu. Hii inayosemwa safina, Nuhu alitengeneza miaka 120 anaitengeneza, kwa sababu hakuwa na watu wa kumsaidia. Na usije ukafikiri safina ilikuwa inafanana na hili jengo. Ilikuwa ina mita 200 kasoro. Mita 200 kasoro. Kama unavifahamu viwanja vya mpira vile vilivyopimwa vinakuwa na mita 100 mpaka 120. Sasa piga viwanja vya mpira vinakuwa viwili, ndio safina ya Nuhu. Kama unakifahamu kiwanja hata kile cha Sokoine, alafu viwe viwili sasa, urefu na upana, Biblia imeeleza upana wake ilivyokuwa. Ila ukifuatilia vipimo utaona kwenye vipimo vilivyotajwa ni mita 200 kasoro. Okay. Ilikuwa ina ghorofa 3 kwenda juu. Ghorofa ngapi? 3. Kwa hiyo ilikuwa ni meli kubwa ambayo haina injini. Historia zitakuonyesha kwamba Nuhu alikuwa ni tajiri, hakuwa maskini. Alikuwa na ng'ombe wengi, alikuwa na mbuzi wengi. Mungu alimbariki, alikuwa tajiri. Kwa hakuwa na ufahamu ule ambao Mungu anao. Alipokuwa analijenga lile, Mungu alimpa na mti, akasema utajengea mti wa mvinje, mti mgumu kuliko hata mninga. Sasa utaikuta wapi? Utajua wewe. Sio kwamba alikuwa anakuta tu iko mingi, na inatakiwa akatafute akate. Na hakukuwa na chainsaw zamani kwamba atakata haraka haraka mbao. Kazi ilikuwa ngumu sana. Anaenda nakata, anabeba mwenyewe, analeta. Sasa fikiria dude lote ile ukubwa huo na lina magorofa mpaka uje umalize. Alafu alipolijenga amemaliza lote, akate miti, apasue mbao, aanze kugongelea, aende tena kakate, hivyo hivyo atengeneze. Alipolijenga kalimaliza, Mungu akamwambia nenda katafute lami. Sio lami ya sasa hivi ambayo unaona gari linatembea linamwaga na kokoto. Wale watu wa zamani kidogo wanafahamu. Kulikuwa kuna lami zilikuwa zinamwaga huko barabarani. Tukiwa wadogo tulikuwa tunaenda kwenye yale mapipa ya lami, tunabandua, tunaanza kutafuna kama babrish. Nzito ile lami. Mungu akamwambia nenda katafute lami. Alafu hiyo lami, hili ni safina lote, huo unabandika nje, unabandika na ndani. Unafikiri alienda mapipa mangapi hilo lote hilo? Haikuwa kazi ndogo, ilikuwa kazi ngumu sana. Mnanisikia ninachosema? Alipomaliza akamshukuru Mungu kwamba sasa kazi ile ngumu nimemaliza. Anapomletea Mungu kwamba Bwana, sasa nimemaliza kazi ulionipa, vipimo vyote nimeenda sahihi na nimefanya kila kitu kama ulivyosema. Tayari sasa, kama unaniruhusu kuingia, niko tayari. Yeye alijua ng'ombe zake zote humo zitatosha, mbuzi zake zitatosha, ngamia zake zitatosha, punda na nguruwe watatosha. Mungu akasema okay, umemaliza. Una ng'ombe wangapi? Na ng'ombe 1000. Mungu anasema chukua 7 ng'ombe, ingiza kwenye safina. Mbuzi nazo 2000, anasema chukua 7. 1993 wataenda na maji. Sasa wewe Mungu wewe, mbona likubwa sasa? Wewe fanya hivyo. Kuku na kuku 500, anasema chukua 7. Mbona kuku sio wazito? Sasa 7 tu weka huko. Njiwa anasema chukua 7. Una nguruwe wangapi? Na nguruwe 100. Anasema nguruwe chukua 2 tu, au 98 wataenda na maji. Akamtajia hivyo, punda 2, ngamia 2. Nafasi inayobaki akamwambia sasa, hiyo nafasi kubwa inayobaki kuna simba, nitafanya maarifa wanakuja, wanatakiwa waingize humo, na ujue kabisa simba wanakuraga hizo mbuzi tena. Anasema na tembo, na katajia vitu mbalimbali akisema vitaingia humo. Ukisoma Biblia, baada ya mvua ile, baada ya mvua kunyesha, milima yote ilizama kwenye maji. Mvua ilipokata, Biblia haikuambii mvua ilinyesha muda gani kiuhalisia. Mvua ilinyesha karibu, Biblia inasema siku 40, lakini maji yalijaa, maana chemchem za chini, yale maji ya juu yalifumua chemchem za chini zikaanza kufumuka. Biblia inasema maji yalikuwa yanatoka chini, maji yanatoka juu. Milima yote ikazama.
Alafu Biblia inasema hivi, yale maji mvua ilipokatika yalidumu siku 150, miezi 5. Maji yalidumu, hayakauki. Mvua imekata ila maji hayakauki miezi 5, mpaka Mungu akaanza kuleta upepo unayapuliza yanapungua taratibu, miezi 5. Sasa Nuhu anatoka kwenye safina akiwa amefilisika. Yani amefilisika, sio alikuwa tajiri. Unapoona ulikuwa na milioni 10 umebaki na milioni 1, usikose sadaka ya kushukuru. Uwe na sadaka ya kwamba Mungu, bado ninakushukuru. Hata kama unakosa zile zingine, ya shukrani usikose, ndio inayofungua ukurasa mpya. Hey, yani nilikuwa na milioni 10 mbaki milioni 1 nianze kutoa sadaka? Wewe ngoja ziongezeke. Unalifanya hilo tatizo kuwa endelevu. Kile kilichofanya inapungua kitatafuna na hiyo iliyobaki. Nasema hivi nipate kujua, inawezekana kwenye mwaka jana kuja mwaka huu ndio mwaka umeporomoka kwenye eneo la uchumi. Njoo umshukuru Mungu. Usije kansema mimi siwezi kutoa mimi. Yani ngoja kwanza nifanye biashara iongezeke ndio nitamtolea Mungu shukrani. Na hilo tatizo litakuwa endelevu. Nuhu anapotoka alikuwa kwenye mazingira magumu. Anatoka pale ni kwa sababu hujai kutana na mafuriko. Mafuriko yoyote yanatembeaga na mchanga. Nuhu alikuwa ni mkulima. Mafuriko yanatembeaga na mchanga. Udongo wenye rutuba huwa mchanga unakuja, yanapokauka mafuriko yanajaa mchanga juu, udongo wenye rutuba unapotea. Kwa Nuhu anapotoka anakuta michanga imejaa, dunia imeharibika, hakuna cha jirani, hakuna cha mtu yoyote. Maisha yanategemea mzunguko wa binadamu kwenda kwa binadamu mwingine. Watu wa zamani walikuwa hawana hela. Kwa huyu ana mbuzi, huyu ana ngano, mimi napeleka ngano kwa huyu ananipa mbuzi. Ni biashara ilikuwa inafanyika hivyo. Kwa maisha yalitegemea mzunguko. Sasa yeye anatoka pale, hakuna hata mtu wa kutengeneza naye mzunguko. Uchumi umeharibika tayari. Kiuchumi lile jambo lilikuwa ni hasara tayari. Alipotoka, alipoangalia ile mazingira, cha kwanza alichofanya, aligundua mazingira yameharibika. Haoni mwelekeo. Akasema kwa sababu kuna mbuzi 7 natoa mmoja, na kwa sababu kuna ng'ombe 7 natoa mmoja, wabaki 6. Fikiri ungekuwa wewe. Unasema hapana, ngoja zizaezae kidogo. Ngoja zizaezae kidogo. Unaposema zizaezae ndio magonjwa yanakuja sasa. Kwa hiyo ukitaka kuzuia jambo lisiendelee kuwa na uharibifu, shukrani. Umegundua wanaiba, mletee Mungu shukrani, mwambie nimekuja kushukuru kwa ajili ya jambo hili. Ile shukrani kadhi yake ni kwanza kuhakikisha kwamba hawataiba tena na vinaanza kuongezeka. Sasa alipoenda akachukua kila kitu kimoja kati ya vile ambavyo vilikuwa 7, kuku mmoja, njiwa mmoja, ng'ombe mmoja, mbuzi mmoja, kondoo mmoja, akatengeneza madhabahu mbele za Bwana. Pamoja na kwamba vimebaki vichache, akatoa sadaka. Alipotoa sadaka ile, Biblia inasema Mungu akasikia harufu nzuri ya kumpendeza. Na mimi naomba kitu unachofanya leo, Mungu asikie harufu nzuri ya kumpendeza. Kuna maneno Mungu anaanza kusema. Ukitaka ujue kwamba hii shukrani ilifungua ukurasa mpya, Biblia inasema Mungu akasikia harufu nzuri ya kumpendeza. Akasema hivi, majira nchi idumupo, muda wa kupanda na kuvuna havitakoma, vitakwepo. Maana yake Nuhu asingetoa kupanda, wangekuwa wanapanda hawavuni. Ule mchanga ungeendelea kutawala. Unapanda, mchanga unazuia, hakuna mazao yanayoota. Mungu anasema haijalishi kuna mchanga, ukipanda lazima uvune. Ndicho Mungu anachosema, majira ya kupanda na ya kuvuna lazima yawepo. Alafu akasema wakati wa baridi na wakati wa joto, maana vyote vinachangia kuongezeka kwa wanyama, kuongezeka kwa mazao, havitakoma. Anasema baada ya Nuhu kutoa sadaka ya kumshukuru. Alafu anasema hivi, kusi na kaskazi, yani ule upepo wa kusini na ule wa kaskazini, anasema vyote vitakwepo. Alafu akamaliza na neno zuri akasema zaeni mkaongezeke. Yani anaposema hivi watu hawaelewi, wanafikiri tu anasema mkazaliani. Anaposema zaeni mkaongezeke, maana spidi ya kuzaa na kuongezeka, maana yake nazuia kifo. Hakuna kifo kitakula mbuzi wala ng'ombe, vitakuwa vinazaliwa na vinaongezeka kwa haraka. Nazuia kifo, binadamu yoyote anayezaliwa hata kufa waongezeke kwa haraka. Anasema zaeni ili mkaongezeke, sio mkafe. Na mimi naomba tangu sasa kwenye biashara yako kuzae na kuongezeke. Tunakataa mauti kwenye biashara, tunakataa mauti kwenye mifugo wala shambani, lazima viongezeke hata kwa wanadamu. Lakini ni pale Nuhu alipotoa kwa shukrani. Mungu amewahi kunifundisha mimi kwa vitendo kuhusiana na shukrani kwenye mambo mabaya. Nakumbuka wakati fulani nilikuwa nahangaika, sina mtaji kutokana na mazingira niliyoyapitia. Nilikuwa na hela, nikaenda kukodi eka 7 za mpunga kwamba nilime, kisha lima nipalilie, niweke na mbolea, huenda Mungu atanisaidia nitapata hela. Heka moja ile tulikuwa na kodi kwa 300,000 kipindi hicho yale maeneo. Saizi wanasikia wamefikisha mpaka 600,000 laki ngapi. Nikaenda nikakodi mashamba, nilipokodi kalima, Mungu akanisaidia. Niko kwenye mazingira magumu, hata ulimaji nalima kwa shida sana. Nikapanda, nikamwaga mbolea, ukastawi. Kipindi kile ni maji tu yaanza kuingiza, alafu utaweka mbolea nyingine. Nikawa na huduma, nikaenda nikarudi. Nikakuta rafiki yangu ambaye ndio alinikaribisha yale maeneo, anahudumia lile shamba vizuri bila mimi kujua ana nia gani.
analihudumia shamba. Sema naona nimefanya basi, na mimi niko namshukuru Bwana, nashukuru Bwana, hata kipindi fulani nitaondoka tena na huduma kule, taondoka, naomba hivi naweza. Usiwe na shida, sio na shida. Na alikuwa rafiki yangu sana. Sasa mwishoni niko kwenye huduma, nakumbuka huduma ya mwisho nilikuwa nafanya kwenye kanisa moja la Moravian, wanaita Moravian Itiri pale Sai. Nafanya huduma pale. Mtu mmoja akanipigia simu akasema, we, sikuonagi huku kama mwezi na zaidi, mbona mpunga wako huko tayari? Zile eka zilianzia barabarani, barabara hizi zimeanzia hapa zimeenda kule. Akasema nimepita hapa kwenye shamba lako, huu mpunga huko tayari. Nikasema mbona mwenyeji wangu hajaniambia? Akasema mpigie simu. Nikampigia, akasema huyo ndugu amepita barabarani. Ukiwa hivi barabarani utaona kama wote umeiva, lakini mimi kwa sababu nimelizoea ile shamba, mpunga umeanza kuiva kule ambako tulitangulia kupanda, huku chini bado. Mimi natamani kama unavuna uvunage kwa pamoja, kwa huku chini labda ongeza wiki iishe, inayofuata ndio uje, ili utoe kwa wote, maana bado uko kwenye hali ya ubichi. Nikasema sawa, na muamini yeye kuliko yule aliyesema. Kumbe yule alisema kitu cha kweli. Sasa ninaposubiri zile wiki ziishe, nikawatafuta watu wa vibarua kunisaidia, wengine walitoka Tukuyu, wengine Mbozi, kaenda nao shambani. Nikimpigia simu yule ndugu hapatikani. Nikasema labda simu itumbukia kwenye maji au imepata shida, unajua huko vijijini kuna mambo mengi. Nimefika kule kijijini, tukafika kwenye kambi, nikamwambia jamani, ndio hapa, tukapumzika. Wakasema twende tukalione shamba leo, kesho tuamkie tu tuanze kufanya kazi. Akasema twende. Tunaenda, yani nilikuta shamba ni leupe, limevunwa lote, hakuna dalili hata ya gunia moja mle shambani. Ni majani yamejaa mle yale, ukishavuna, maana aliingiza mashine alitoa haraka. Nikamwambia jamani, shamba lenyewe ndio hili. Ila nilisikia kizunguzungu mpaka nikakaa chini, naona mapigo ya moyo yamebadilika. Yani naona kabisa kesho yangu imepotea. Hata hela za kuwarudisha hawa watu sijui nitapata wapi. Sielewi chochote, nikajikuta nimechanganikiwa. Nilipochanganikiwa, wakasema twende kwa mwenyekiti. Tukaenda kwa mwenyekiti. Mwenyekiti akasema, we, mimi nifikiri ni wewe umemwambia atoe. Nikasema hamna. Akasema alikuwa anajitolea tu, alikuwa huru, amepakia na magari ameenda huko kwa mjini, sijui ameenda sehemu gani. Nilitumia mbinu zote, yule ndugu sikuwahi kumpata. Ikashindikana. Ikaenda miezi 4. Sasa kwenye miezi 4 kulikuwa kuna harambee kanisani. Ile harambee ilikuwa inaenda kwa sababu ni ya ujenzi, inaenda kama wakinichagua mimi natafuta wapambe kadhaa wanakwepo. Sasa leo mimi nilikuwa mmoja wa wapambe wa mwingine. Nawaza, nasema hivi sasa mimi nitaenda kutoa nini? Najaribu kusema hivi ujue unapomshukuru Mungu maanisha. Ile harambee inapofika, nilitoka kwenye huduma, mfukoni humu nilikuwa na 200 mfukoni. Nikasema naenda kutoa 20 tu. Harambee ile haikuwa ndogo. Nikaondoka, nikasema hii 180 iwe inanisukuma taratibu, wakati natafuta njia nitatokaje hapa. Nikafika kule, yule mtu siku ile aliendesha ile harambee tofauti. Akasema jamani, harambee ya leo hatuendeshi kama harambee, tunaenda kwa mwendo wa sadaka. Unakuja hapa, tunaangalia ulichotoa, tunakuombea, unakaza. Hata kama tutatoka usiku, acha tutoke. Ambaye unajiona una haraka, utakuwa unatoa, unaondoka. Paka watu wote ni waombee, ili wahamasisha watu kutoa. Kwa sababu watu walijua haya ni maombi, Mungu atatubariki. Sasa mimi nikiwa nimekaa pale, akaenda mama mmoja. Yule mama anauza viazi, huwa anamenya na wapelekea wa chips. Na muonaga alikuwa anabeba viazi vilivyomenywa anapeleka kwa wale wa chips. Akasema mimi namtolea Mungu 50,000. Mimi nilikuwa nimevaa suti. Nikasema kama huyo mama tu, yani hata ukimwangalia alivyovaa na mimi hatuendani. Ameenda kutoa 50. Hivi nikienda kutoa mimi, hata kama nina matatizo, nikienda kutoa 20, watanielewa kweli? Alafu moyoni nasema lakini watanielewa. Unajua kuna watu wanajua kwamba nina matatizo. Hata wale watakaoshangaa, watu watawaambia kwamba huyu ana matatizo saizi. Ndio nilikuwa najifariji hivi. Kuna wakati usitake kujifariji mwenyewe, acha Mungu awe faraja yako. Sasa nilipo inaenda mpaka watu wakaisha, wakabaki watu wengine hawakuondoka. Akaenda mama mmoja, yule mama namfahamu, anauzaga, ana genge la kuuza mboga hizi. Sijawahi jua maisha yake kule nyumbani. Lakini aliguswa, akasema jamani, mimi nataka mtoto wangu afaulu. Namtolea Mungu, kule nyumbani nina ng'ombe wa maziwa na ana mtoto, namtoa ng'ombe mkubwa na mtoto wake, namtoa kwa Mungu. Yani nawaangalia wale wa mama, okay, huenda wana maisha mazuri, lakini jinsi walivyo, najua nikienda na mimi pale nikasema natoa 20, na yule ndugu kienda pale anachukua na hesabu. Nilikaa mpaka nikawa wa mwisho. Sasa yule mtu akaanza kusema jamani, kuna wengine hapa hawajasema chochote, sijui kwa nini. Anaendelea kusema hivyo, tunawasubiri. Mimi ndio nawaza sasa nifanyaje? Lakini mwishoni nikasikia sauti moyoni mwangu inasema hivi, unapotaka kumshukuru Mungu, jaribu kusikia moyoni Mungu anasema kitu gani. Itakusaidia hasa kwenye eneo la sadaka ya shukrani. Nikasikia sauti moyoni mwangu inasema hivi, nenda kaseme hivi, ninamshukuru Mungu kwa yote yaliyotokea kwenye maisha yangu. Alafu akasema hivi, na hiyo hela, maana nilikuwa nimeshabagua huku 20 huku laki na 80, kwamba nikiingiza tu hivi naenda kutoa 20. Akasema na hiyo hela katoe yote. Nikasema atakuwa shetani, hawezi kuwa Mungu ananiambia kitu kama hiki. Nikajaribu pale kukataa kwamba atakuwa shetani, nikakataa. Najua tu ni shetani anataka nipate adhabu mara 2 yake. Hapo nimekaa miezi 4 naishi mazingira magumu. Nikaisikia sauti ile karudia tena, sitaki uniige mimi ilivyokuwa, msikilize atakachokuambia. Akaniambia tena, akasema hivi, nasema hivi,
nenda kaseme namshukuru Mungu kwa yote yaliyotokea kwenye maisha yangu, alafu hiyo hela ukatoe yote. Yani nikitoa hiyo hela kurudi nyumbani na bajaji hata shilingi 10 sina mfukoni. Nikagundua huyu hawezi kuwa shetani, ananishawishi kutoa sadaka kwa Mungu. Moyoni nasema hivi, kweli wewe kama wewe ni Mungu naye niambia, uko serious na maisha yangu ninayoishi kweli? Kwamba nikitoa hii hela nitarudije nyumbani sasa? Nitaishije na watoto hata kesho? Hakusema tena, ila nilijua aliyesema ni Mungu. Angalau ufahamu ukaanza kuja. Nikachukua ile hela 180,000 nikaiingiza, nikaiunganisha tu hivi na ile nikazikunja hivi, nikaenda kwenye kile chombo nikaweka. Yule mtu akashtuka, alikuwa anaangalia mbona, maana zilikuwa 10,000. Akashtuka akasema jamani, sina haja hata ya kuhesabu. Akazifanya tu hivi afu akarudisha, akasema amemtolea Mungu. Kumbe ndio maana alikuwa anawaza sana huyu. Unataka tukuombee nini? Mimi nikasema jamani, mimi namshukuru Mungu kwa yote yaliyotokea kwenye maisha yangu. Akasema mshangilieni Bwana, mshangilieni Bwana. Si mnaona sasa? Kumbe alikuwa na tafakari makuu Mungu aliyomtendea, ndio maana alikuwa amekaa hapa. Mnaona sasa watu Mungu anawatendea mambo makuu sana. Unaona sasa? Nikasema huyu haelewi hata anachosema. Simameni tumshukuru Mungu pamoja naye. Simameni, anawahamasisha watu wanashangilia. Yani hawaelewi yale maombi, hata sielewi waliombaje. Yani mimi pale akili ilikuwa imesha hama, sielewi natokaje hapo kurudi nyumbani, sielewi nitaishije kesho. Yani pale nikavurugika kabisa. Mpaka wanasema amen, narudi kukaa, sielewi. Hata ukiniambia ibada imeishaje, nilikuwa tu nipo lakini sipo. Sasa muda wa kutoka nikawaza narudije nyumbani, tatembea kwa mguu. Nikakumbuka mama watoto nilimwacha, ngoja nimwandikie message kwamba nakuomba kwenye hela nizo kuacheza matumizi, uje pale tunaposhukaga bajaji, ilikuwa 500 kipindi hicho, uje unilipie 500. Sina hata shilingi 10 mfukoni. Nikaenda kwenye bajaji nikapanda. Nilipopanda wakaingia na watu wawili ambao tulikuwa nao kanisani, hata siwakumbuki sasa maana siwafahamu. Tukaondoka, mmoja kana shuka njiani akatoa 2,000 akasema nimewalipia na hao wote. Kwa hiyo na mimi nikafiama umo nikafika nyumbani. Kuna wakati unaweza ukafikiri unaangamia, lakini Mungu hata kuacha uangamie. Pale pembamba, unapopaona pembamba utashangaa umepenya, umetokea upande wa pili. Hata adui atashindwa kuelewa ulitokaje. Nikarudi nyumbani, nikamwandikia mama message, usije nimelipiwa nauli. Nikafika nikashuka, nikafika nyumbani. Siku ile usingizi ulikuwa hauji. Nikakesha usiku kucha. Kulipofika kuanzia saa 11 nikaona sasa bora niamke nisomage Biblia. Kaamka nikaanza kusoma. Yaani hata ukiniambia nimesoma vilikuwa haviingii kichwani. Angalau tu nasoma, naona kama mpaka kichwa kinauma na hamia pengine. Baadaye nikawepo tu. Imefika saa 1:30 asubuhi. Najua tu watoto wanavyoenda shuleni wataanza kusema baba, hela za kulia shuleni. Nikamwambia leo nikwambia tu nendeni, sina hela. Ila moyoni kunapiga kelele maana sijawazoesha hivyo. Sasa kumekucha, saa 1:30 watoto wakaja, nikamwambia sina hela, wakaondoka. Saa 1:30 nikakuta simu inapigwa. Kaangalia namba ngeni. Nikapokea nikasikia akasema unaongea na Afande Faraja. Niliposikia habari za Afande, moyo ndio ulilipuka zaidi, kwamba Afande tena huku nako kunaweza kuwa kunataka hela. Siwazi chochote zaidi ya kwamba huku huenda kuna ndugu yangu au amekamatwa au jambo gani nililokosa. Nikamwambia ndio mkuu, huku moyo umeshafyatuka maana sielewi hata shilingi 10 sina. Akasema unamfahamu fulani? Kwa utulivu kabisa akamtaja yule alivunaga shamba. Unamfahamu fulani? Nikasema ndio. Akasema amekamatwa jana mida ya saa 1, yuko hapa. Nikashangaa. Akasema yuko hapa hivi, wanakungoja wewe. Akasema ongea na huyu. Akampa dada mmoja, saizi ni marehemu, simu. Akasema ongea na huyu. Yule dada akasema tulimkuta fulani, tukaomba migambo tukamkamata, kwa hiyo amelala kituoni, tulishindwa kukupata jana, sijui ulikuwa wapi. Kwa hiyo njoo. Nguvu zilikuja. Nikapiga simu, naomba mniazime 40, wakanirushia kwenye simu. Nikatoa, nikapanda gari kwenda. Ninapoenda nafika kule, yule ndugu wanamuuliza yote, ulianzaje wewe? Anasema nilivuna, nilikuwa na madeni, alieleza kila kitu, hakukataa hata kimoja. Yani mimi nafika, ndugu zake wanasema mtu mwenyewe anakubali tu, mjinga anakubali tu. Ndugu zake walipoona kwamba ndugu yao anakubali kila kitu, kajua hili tatizo. Na huko vijijini wanakandamiza, askari wakikuweka kwenye target unapata shida. Ndugu zake waliponiona wakasema huyu hapa, bwana tunakuomba hili jambo tukalimalize nyumbani. Tunaomba tukalimalize. Nilikuwa nimetumia 760,000 kumtafuta yule ndugu. Na hizi zenyewe nimeazima 40, ikawa kama 800,000. Nikawaambia mimi kumtafuta huyu ndugu yenu nimetumia 760,000. Hapa nimekuja hapa hela nimekopa 40,000, nimekuwa 800,000. Mkitaka tuanze maongezi yoyote, hiyo hela iwepo mezani. Ndio tuanze maongezi mengine. Wakajikusanya, wakamwambia yeye, akasema nina 200,000. Wakajikusanya, wakaleta 800,000. Nikaweka mfukoni. Pale moyo ukaanza kupumua vizuri sasa. Maana najua angalau hapa hata nikikanyaga nyanja za watu nitalipa. Nataka ujue kuna namna Mungu anaweza kukusukuma umshukuru. Kuna kitu anakiona mbele, anajua kabisa wewe hujakiona. Yeye anakiona. Na anajua kwa akili na ufahamu wako utoboi hapo. Ni kweli unaweza kaa kwenye mazingira magumu, fanya kama Nuhu.
Unapojionea huruma, kuna wakati huwezi kuvuka mahali. Sijaja kuhamasisha utoaji wa sadaka na kuonyesha nguvu ya shukrani, kwamba unapogundua kwamba kuna mahali unashuka, usije kama mtu wa kujionea huruma. Nakumbuka ndio angalau nikapata sehemu ya hela niliyokuwa na mdai, na akanipa na kiwanja. Sijawahi kujenga hicho kiwanja wala sijakiuza, mpaka leo kipo, lakini kiko sehemu nzuri. Ndio tukapunguziana humo madeni. Akasema zingine nitakuwa nalipa kidogo kidogo, hata kama hakunilipa zilizobaki, lakini nilipata kwa sehemu, angalau nusu ya gharama ilirudi. Kuna hasara tumezipitia, Mungu ataenda kuzirudisha. Wewe mshukuru tu Bwana kwa vyovyote ambavyo Mungu atakuongoza. Wewe kamwambie Bwana, nimekuja kukushukuru. Usimshukuru tu kwa mazuri, pale Mungu alinifundisha kwa vitendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, twende pointi ya mwisho sasa. Shukrani kwa njia ya nyimbo. Ukigundua unapitia mazingira magumu, usipende kuimba nyimbo za kutia huruma. Mshukuru Mungu. Hata kama nyumbani kwako kuna redio, eti kwa sababu unapitia mazingira magumu ndio unafungulia tu nyimbo tufani napovuma, ndio unajikandamiza kimawazo. Unampa shetani nafasi ya kukushindilia na utakosa hata nguvu ya kuomba. Nyimbo kama hizi za tufani inavuma, imba umekula umeshiba, mambo yanaenda sawa. Si tunasema kwamba tukipitiaga kwenye mabaya huko, yeye anatuficha, ndio maana tuko hivi tulivyo. Hizo nyimbo ziache ziimbe ndani yako, ziimbe na nyumbani kwako, sio mbaya. Ziimbe wakati unateleza, mambo mazuri, unatembea vizuri, hamna kitu kimekaa vibaya. Lakini ukigundua unapitia mazingira magumu, shukurani yako, weka nyimbo za kumtukuza Mungu au kumshukuru Mungu. Weka tu nyimbo, unaweza, hakuna kama wewe. Mungu anajua kwamba huyu hata pamoja napitia magumu anajitambua. Anajua kwamba pamoja na kwamba yuko kwenye magumu, mimi naweza. Nyimbo. Si wengi wanafahamu kwa nini tunaimba kabla hatujaomba. Kuna nguvu sana ya Mungu ambayo inaweza katembea kwenye nyimbo tu. Sio kwamba nyimbo ni maandalizi ya kuomba. Nyimbo zenyewe zinaweza zikaleta matokeo. Nyimbo ni mojawapo ya sehemu ya kumfanya Mungu, hasa zile za shukrani, kumfanya Mungu afanye mambo makubwa. Tuangalie kuimba nyimbo kwenye mema. Mungu akifanya jema, penda kumwimbia nyimbo za shukrani. Unajua nachompenda Mungu, kuna wakati hata kama hutaki kuimba, utasikia huku ndani kunaimba Mungu akifanya jambo zuri. Sasa hivyo hivyo na kwenye mabaya, lazimisha uimbe nyimbo za kumshukuru Mungu. Kutoka 15, nitasoma mstari wa kwanza, nitaluka nitaenda kusoma 18 mpaka 21 ili kukuonyesha hichi kinachotajwa hapa ni wimbo. Mstari wa kwanza unasema hivi: ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Angalia mstari wa 18 mpaka 21, anasema hivi. Huu ni wimbo, wanaendelea kuimba. Bwana atatawala milele, kwa maana farasi za Farao na magari yake na wapanda farasi wake waliingia ndani ya bahari. Bwana akayarudisha maji ya bahari juu yao, bali wana wa Israeli walikwenda katika nchi kavu katikati ya bahari. Na Miriam nabii mke ndugu yake Haruni akatoa tari mkononi mwake, na wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake wenye matari na kucheza. Miriam akawaitikia, mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana Yesu asifiwe. Hawa walikuwa wanamshukuru Mungu kwa mema aliyoyafanya, lakini ni pale walipoona mema hawakumshukuru Mungu akiwa kwenye mchakato wa kutenda yale mema. Walimshukuru Mungu baada ya Mungu kuwa ametenda mema. Hapa ni wakati wanavuka bahari ya Shamu. Ukisoma Biblia utaelewa hiki ninachosema. Hawa watu walipofika kwenye bahari ya Shamu walianza kulia. Wanapoanza kulia, maana hawaoni njia, wanamwambia Musa, unaona sasa? Wanapogeuka nyuma, waligundua kuna vumbi nyingi wa Misri wanawafuata kuja kuwarudisha. Walilia sana. Wakamwambia Musa, ni kwa sababu kulikuwa hakuna makaburi Misri, unataka waje kutuua hapa? Watawachukua watoto wetu warudishe tena kule. Musa aliwaambia watu kwa moyo wa imani, akasema, jamani, simameni tu mkauone wokovu watakaowatendea Bwana hii leo. Alisema hivi, ninyi mtanyamaza, Bwana atawapigania. Wakati wao wanaona mbele yao bahari, nyuma yao wanaona jeshi la Misri, Musa alikuwa anamuona Bwana. Haoni hivyo, lakini kadri wa Misri walivyozidi kusogea, imani ya Musa ikatindika, naye akaondoka pale, akaenda kujificha mahali, akaanza kulia. Mungu akasema, hata wewe unanililia mimi? Unajua kuna wakati ukilia Mungu anakushangaa. Akasema, waambie Israeli wasonge mbele. Na mimi nimekuja kukuambia jioni ya leo, songa mbele. Haijalishi uoni njia, kuna njia itaonekana. Si kazi yetu sisi kufanya njia, yuko anayetengeneza njia pasipo na njia. Walipoanza kwenda mbele kuelekea maji, ndio Mungu anamwambia Musa, inua fimbo sasa kwenye maji. Musa akainua fimbo, lakini wao wakiwa wanaendelea mbele, maji yakagawanyika.
wakapata njia mahali ambapo palikuwa hapana njia, wakaanza kuvuka, wanatembea. Biblia inasema maji yalikuwa makuta huku. Ukisoma hiyo mistari hiyo kusomea Biblia inasema maji yalikuwa ukuta kushoto na kulia. Alafu kulikuwa kuna nguzo ambayo ilikuwa inawatangulia mbele na waongoza. Ile nguzo iliondoka mbele yao ikarudi ikasimama katikati ya Wamisri na Waisraeli. Maana Wamisri walipoona Waisraeli ndani ya bahari nao waliingia. Ile nguzo ikaenda ikasimama katikati yao. Ikatenga huku Wamisri, huku Waisraeli. Na mimi naomba tangu jioni ya leo nguzo ya Bwana ikutenge na adui zako. Wote waliokuwa wanakufuatilia ikutenge nao. Kuna mambo ya kujifunza ukisoma kwenye hiyo mistari. Ile nguzo iliposimama pale katikati, kwa Misri iliweka giza, kwa Waisraeli iliweka mwanga. Na mimi nataka ujue, huu ndio mwaka adui zako wataona giza, hawataona mwanga. Kwenye kila jambo analofanya leo liende kuwa giza juu yao. Iliweka giza, wakaona giza. Kwa Waisraeli wanapotembea wakigeuka hawawezi kuwaona Wamisri, maana wamefichwa kwenye giza. Ila kwa sababu ile nguzo iliwaangaza Waisraeli, Wamisri walikuwa wana uwezo wa kuwaona Waisraeli. Waisraeli walikuwa hawana uwezo wa kuwaona Wamisri. Mungu alifanya hivyo kwa makusudi, kwa sababu Wamisri walikuwa wanatembea kwa haraka, wana magari, hawa wanatembea kwa mguu. Akajua wakianza kuona jinsi wanavyotembea wataanza kufadhaika, akawafunika na giza. Ukisoma Biblia utajua hiki ninachosema. Walipotembea ndani ya bahari, ile nguzo inachofanya inawawekea giza wao. Waisraeli hawawaoni Wamisri, ila Wamisri wanasema wale. Na mimi naomba adui zako wawe wanakuona unavyozidi kusonga mbele ya macho yao, wanagundua hukwami. Wanaposema anaenda kukwama hapa, wanakuta na pale umevuka bado unatembea yule. Alafu wanapozidi kuwaona namna hii, wakasema jamani, twendeni. Wanapotembea, ukisoma Biblia utaona hicho ninachosema. Biblia inasema Bwana akaanza kuwafadhaisha. Huu ndio mwaka adui zako lazima wakafadhaike wao, kama ulivyofadhaika wewe. Walianza kufadhaishwa, wanatengeneza tairi hili linatoka, wanatengeneza la huku linachomoka la huku. Wakasema jamani, tembeeni nyinyi ambao magari ni mazima, gari hili likitongea mbele linachomoka matairi. Waisraeli hawakioni kinachotokea kwa adui zao, ila adui walikuja wakagundua. Waliogundua kwamba kuna Mungu kwa Waisraeli ni Wamisri. Wakasema jamani, na tukimbie mbele za Israeli, kwa sababu Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. 2026 adui ajue kwamba kuna Mungu anakupigania. Unajua haikuwa kazi nyepesi. Waisraeli wanapotembea muda walikuwa hawamuoni Mungu jinsi anavyowapigania, ila adui alikuwa wa kwanza kujua kwamba kuna Mungu anawapigania. Wao walikuwa hawajui. Kasome Biblia, walikuwa hawajui. Wao wanatembea tu, hawajui kwamba huko nyuma kimewaka, Mungu ameshaanza kuwapigania. Unapopitia mazingira magumu, inakuwa ngumu sana kujua kwamba kuna Mungu anakupigania, hasa ukiwa kwenye wakati mgumu. Ila adui aliyekuwa na kushambulia huwa anaanza kuwa wa kwanza kugundua kwamba nilivyomshambulia jana, leo naona kuna kitu kinabadilika, naelemewa mimi. Anaanzaga kujua. Hawa hawakujua, wanatembea. Mungu akamwambia Musa, kasome Biblia vizuri, anasema inua fimbo yako juu ya maji ili maji yarudi kwa Wamisri. Wengi wanaposoma zile habari wanafikiri Musa alifika ng'ambo akaanza kunyosha fimbo namna hii, kwa sababu waliangalia video ya Musa ile. Soma hiyo mistari vizuri. Hata hiyo mistari michache hiyo 18 mpaka 21 itakueleza. Hata ukianzia ile sura ya 14 utaona Musa alichokuwa nakifanya ni hiki. Mungu anaposema inua fimbo juu ya maji ili maji yaje nyuma ya juu ya Wamisri, Musa alikuwa anaongoza ule msafara akiwa mbele. Pale nguzo imetenganisha Waisraeli na Wamisri, Musa alinua fimbo namna hii wakati yuko kwenye maji. Kule waliko Wamisri, maji yakakutana pwa. Ngoja nikuoneshe huu mstari, utaelewa. Anasema hivi, angalia mstari ule wa 19. Anasema kwa maana farasi za Farao na magari yake na wapanda farasi wake waliingia ndani ya bahari, Bwana akayarudisha maji ya bahari juu yao. Hebu sema maji ya bahari juu yao. Alafu anasema bali wana wa Israeli walikwenda katika nchi kavu katikati ya bahari. Yaani Israeli wakati wanatembea huku mbele, njia ilikuwepo, wanatembea kwenye maji. Biblia inasema maji yalikuwa ukuta huku na ukuta huku. Wanaona kuna njia, adui huku, maji yakakutana. Kuanzia pale nguzo ilipo, huku maji yakakutana. Kule ndugu wakaanza kunywa maji. Huu ndio mwaka adui atakunywa kikombe mahali alipo. Lazima akinywe hicho kikombe. Biblia inasema maji yakakutana. Yalipokutana maji, Biblia inasema Bwana akawafunikiza Wamisri na maji, lakini Israeli akatembea kama nchi kavu katikati ya bahari. Wakati adui anazama, hawa wanatembea wanasonga mbele. Ile nguzo ya Bwana ilihakikisha inakaa nyuma yao
wanatembea, maji yalikuwa yanafuata nguzo, hayavuki nguzo. Walipotoa miguu wote kwenye maji, wamefika nchi kavu, mtu wa mwisho wanataka waanze kugeuka, ile nguzo ilinyanyuka, maji yakakutana yote. Yalipokutana, mawimbi makubwa sana yakasukuma zile maiti zikaja mpaka kule pembeni. Wanaona maiti hizi hapa. Biblia inasema wakaiona kazi kubwa aliyoifanya Bwana. Kuna wakati Mungu anapokupigania huwezi kuiona kazi anayofanya, ila ukiwa ng'ambo ya tatizo, umeishavuka, utaiona kazi Bwana aliyoifanya kule. Kuna wakati Mungu anapokupigania huwezi kuona kitu anachofanya, unahisi kama hayupo, ila ukishakuwa ng'ambo ya tatizo ndio unajua kwa kweli huyu ndio Mungu. Biblia inasema ndio wakapiga wimbo sasa. Ulikuwa ni wimbo wa kumshukuru Mungu kwenye nini? Kwenye mazuri. Tuangalie kitabu cha mwisho, kumshukuru Mungu kwa nyimbo kwenye mambo magumu. Angalia kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili, mstari wa 20 mpaka 24. Sikiliza vizuri, hichi ndio kitabu chetu cha mwisho sasa. Kumuimbia Mungu nyimbo za kumshukuru kwenye mabaya. Kadhi ya hizi shukrani zote ni kukufungulia ukurasa mpya. Ndio maana Waisraeli kwenye hiyo shukrani ya kwanza wamesema Bwana atatawala, maana yake maisha yetu sisi yatakuwa maisha ya Bwana. Angalia mstari wa 20 unasema hivi: wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, sikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, muaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini na manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri na utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka wavidhi yao juu ya wana wa Amoni na wa Moabu na wa mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri ili kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakaao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenzie. Hata Yuda walipofika mnara wa kurindia wa jangwani, wakalitazama lile jeshi, nalo angalia walikuwa maiti walioanguka nchi, wala hapana aliyeokoka. Hebu sema wala hapana aliyeokoka. Nataka nikupe picha ya hili jambo lilivyokuwa. Hawa ni wana wa Israeli. Israeli ya kusini iliitwa Yuda na mji wao mkuu ndio huo uliitwa Yerusalemu. Kipindi hiki Israeli ilikuwa imegawanyika ya kaskazini na ya kusini. Hii ya kusini lilibaki kabila moja la Daudi la Yuda, ndio ilikuwa na mji wa Yerusalemu. Wale walikuwa na mji mkuu unaitwa Samaria. Kabila 11 zilibaki kule kaskazini. Nachotaka niseme na wewe ni hiki: leo majeshi ya nchi tatu yalikuwa yamejipanga, yanasema tunaenda kuwaua wote, tunawafutilia mbali, na tukiwafutilia mbali hawa watu, nchi yao tunaichukua inakuwa ya kwetu, tutachukua na wake zao na watoto watakuwa watumwa. Biblia inasema walikuwa watu wengi kama mchanga wa bahari, walikuja jeshi kubwa sana. Wana wa Israeli waliposikia haya, kipindi cha mfalme Yehoshafati, wakakimbilia hekaluni wakaanza kulia. Walikuwa wanamwambia Mungu maneno haya, wanasema, Bwana, baba zetu walikuwa na nguvu sana, wangewaua hawa wote, wangewamaliza. Wewe ndiwe Bwana uliyesema kwamba msiwaue wote mukawamaliza, maana huko kutakuwa na mapori, wanyama wa porini wataongezeka, watawasumbua, waondoeni taratibu. Sasa baba zetu waliwaacha hao watu, leo wamekuwa na nguvu kuliko sisi na wamepanga kuja kutufuta kabisa sisi. Alafu wakasema, na wewe Bwana utafanya nini kwa ajili ya jina lako lililo kuu? Wanaporia ndani ya hekalu, wengine wako nje. Nabii mmoja akasimama akasema, sikilizeni neno la Bwana. Bwana asema hivi, tazama wanakuja kupitia jangwa, njia ya jangwa la Tekoa. Nyinyi mnapotoka kesho, msibebe silaha, bebeni ngoma na mazeze. Mkifika kule wanakoingilia, nyinyi anzeni kumsifu Mungu. Anasema Bwana anasema yeye atawapigania, nyinyi mtanyamaza. Hivi unafikiri, unadhani wote waliamini hilo neno? Wanasema huyu anasija kawa ajenti wao, anajidai anasema hivi tusiende na silaha wakati uwe kirahisi. Yehoshafati alimwamini yule bwana kwamba ni nabii wa Bwana ambaye ndio mfalme. Akasimama kama mfalme, akasema sasa nasimama nasema kama mfalme. Akasema muaminini Bwana ndivyo mtakavyothibitika. Akasema waaminini na manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Kuna wakati ukisipoliamini neno la Mungu linalotoka kwenye kinywa cha watumishi wa Mungu, hufanikiwi hata ungekuwa na bidii, hata ungekuwa na akili. Kwa wale watu wakasema, kwa sababu amesema mfalme, hamna shida,
Kesho ikapigwa mbiu, hakuna kutoka na silaha, wanazidi kukaribia huko jangwani, wanakuja ni wengi, majeshi ya nchi tatu. Wakasema tutatoka tukiwa tumebeba ngoma, hakuna kubeba silaha. Badala ya mkuki beba ngoma, badala ya panga beba zeze. Wewe una ngoma wala zeze, makofi yanatosha, twende huko. Usifikiri kila mtu alikuwa anaona ni jambo la kawaida. Ngeza unaweza kukuta kibao kikageuka tukakuta tu hao hapo wameanza kuchoma, mimi ngoja nifiche hata panga kidogo hapa. Wakaenda. Walipofika kule wanaliona jeshi lile kule, na wao waliwaona kwamba Israeli wote wanatoka wanajikusanya mahali pamoja. Yehoshafati alikuwa ni mtu mwenye imani. Biblia inasema alipofika pale alikuwa haliangalii jeshi. Akaanza kupanga watu watakaomwimbia Mungu kwa uzuri na utakatifu. Sauti ya kwanza, simama hapa. Mnaoweza sauti ya pili, njoo simama hapa. Mnaoweza sauti ya tatu, simama hapa. Mnaoweza sauti ya nne, simama hapa. Nyewe wenye sauti kama ya Pita, nyewe ambao haujui unaimba ya ngapi, wewe utakuwa unashangilia. Hawa wanaanzisha, wewe unaimba, unaitikia. Sawa sawa. Wapiga vitani na mananda, simameni hapa. Akawarudia tena akasema, muaminini Bwana, ndivyo mtakavyothibitika. Na mimi nakwambia jioni ya leo 2026, muamini Bwana utathibitika. Haijalishi adui ni wengi kiasi gani. Usimwangalie adui ana wingi kiasi gani. Angalia tuna Mungu mwenye nguvu kuliko wao. Kwa hiyo wale wandugu wakakaa pale. Akasema haya, 1 2 3. Inaonekana alikuwa anampiga mapigo, atakuwa alikuwa 1 2 3. Anzisha. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Wengine wanadakia sema kwa maana fadhili zake ni za milele. Mwimbo mzuri sana. Kwa maana fadhili zake ni za milele, hazikomi. Daudi ndiye anasema usiku na mchana fadhili zake ni za milele. Wakasimama, shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake. Sasa hapo na ngoma na nini huku wanaimba mwimbo wa kumshukuru Mungu, lakini wanacheza na kumsifu. Biblia inasema wale watu wanapoimba adui alikuwa anazidi kusogea, na adui akaanza kuwazunguka, anasogea. Usifikiri ilikuwa kazi nyepesi, ilihitaji imani. Unaimba mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, unakuta ila wanasogea. Wewe ndio umepangwa mstari wa mbele hapo, unakuta wengine wanatoa na mishale wanaiandaa kabisa. Sasa hapa shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana unajidai unacheza kwa maana fadhili zake za milele, unarudi nyuma ya mwenzako. Sasa awage ngao, ikipiga inachoma kwanza yeye, labda nitaokoka. Na nyuma akiongeza hawa hapo kwa maana fadhili, unatakiwa ujichomeke katikati huko hivyo hivyo. Wanabaki wale wenye misuri ya imani kwamba hapana, kama nakufa acha nife Bwana, kwa maana fadhili. Biblia inasema hatimaye likashuka wingu likawafunika, wakaanza kumsifu Mungu kwa uzuri na utakatifu. Maana yake walifunikwa kwamba hawamuoni adui, wanauona uwepo wa Bwana. Kuna wakati natakiwa, haijalishi tatizo unalopitia, hulioni tatizo, unauona uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Ndivyo Mungu anavyothibitika. Biblia inasema wakaanza kukazana, sasa hawaoni tena adui, acha aje, lakini wao wanaimba katika uzuri na utakatifu. Maana yake walifunikwa na wingu la kumsifu Mungu na kumshukuru. Waligundua kitu cha ajabu sana kilitokea. Majeshi ya nchi mbili yakaanza kulipiga jeshi la nchi moja, kwamba kwanza hatutaki ushirika na nyinyi. Wakaanza kupiga hapo, chorus ndio linoga mara mbili yako. Wameanza kupigana, wameanza hapo. Sasa ndio hapo, hata ukiamua kujigaragaza unajigaragaza. Jeshi zile za nchi mbili zikapiga ile jeshi, watu wakaisha, wakageukiana wao kwa wao. Biblia inasema kila mtu na mwenzake, yani unayemkuta unamuua huyo huyo. Huu ndio mwaka adui watauana wao kwa wao, watatuacha tunaendelea tukiwa salama. Twende tukamshukuru Mungu. Biblia inasema hakupona hata mmoja. Walikuja wamepatana, wameungana, waliishia kuuana wao kwa wao. Biblia inasema walipiga ile nyimbo mpaka mtu wa mwisho anakufa, alafu nyimbo ikakata. Wakaambiwa nendeni mkaangalie huko, nyinyi ni kwenda kukusanya silaha zao, zitakuwa za kwenu. Mwaka huu tutakusanya silaha zao, zitakuwa za kwetu. Kila cha kwao kitangukia mikononi mwetu. Nataka ujue, jifunze kumshukuru Mungu unapopitia mazingira magumu. Haijalishi unaona umezungukwa na matatizo kiasi gani, umezungukwa na adui kiasi gani, kwa maana fadhili zake ni za milele. Simama kwa miguu yako.